siku tatu mara baada ya mchezo wetu wa mwisho ama mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi dhidi ya Petro. Tukaamkia uwanja wa mazoezi kwa siku hizo, na sasa tunasafiri hii leo kuelekea Mali ambapo tunakwenda kukamilisha 40%, na baada hapo Jumapili ya tarehe 30 ya mwezi huu wa 11 tutashuka uwanjani kwenda kukamilisha kile ambacho tumekifanyia maandalizi kwa takriban wiki moja. Kwa namna moja au nyingine, kipigo ambacho mlipokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa hakikuwateteresha kisaikolojia, na kwa namna ambavyo unaona benchi la ufundi na wachezaji mentality yao kuelekea kwenye mchezo huu ikoje? Haijatuteteresha zaidi ya kwamba imetukumbusha ya kwamba tunatakiwa kufanya nini zaidi ili tuweze kupata ushindi katika mchezo unaokuja. Mtu mwerevu anapojikwaa, basi anachokifanya huwa ni kuangalia pale alipojikwaa, kama ni kuondoa jiwe, kama ni kufanyaje, anafanya hivyo na kujipanga tena ili wakati mwingine asijikwae katika eneo hilo. Tumefungwa na Petro, ni matokeo ya kushtua kwa sababu kwanza tulikuwa nyumbani, pili ilikuwa ni mechi ambayo tumejiwekea mazingira mazuri ya kushinda, na kama haitoshi tuko Benjamin Mkapa ambapo tayari inatambulika kuwa ni ngome kongwe ya mnyama kwa ajili ya kujipatia matokeo mazuri. Kwa hiyo kufungwa kule kukatufanya sisi turejee tena katika meza ya kujipanga. Tumejipanga upya kuhakikisha kwamba katika mchezo unaokuja ama michezo inayokuja tunapata matokeo mazuri. Kwa hiyo imekuwa ni jambo zuri pengine ya kwamba mwanzo ule mbaya umetupa nafasi ya kujitathmini upya na kuongeza makali yetu ya maandalizi ili twende tukapate matokeo chanya huko mbeleni. Bwana, Stade Malien walipata matokeo kwa maana ya kwamba sare iliyowapa alama moja dhidi ya mpinzani mgumu sana Esperance, tena wakiwa away. Hii inaonyesha nao si masihara. Kundi letu kila mtu anajimudu, ndio maana unaona Petro ameweza kutamba ugenini, Stade Malien ameweza kutamba ugenini, Esperance ambaye alikuwa anapewa nafasi kubwa ameshindwa kupata pointi nyumbani kwake. Mnyama ambaye anapewa nafasi kubwa kwenye kundi hili tumeshindwa kupata pointi nyumbani kwetu. Hii ni dhahiri shahiri kwamba ni kundi ambalo halitabiliki. Yule unamdhania ndiye kumbe si, na yule ambaye anamdhania si kumbe ndiye. Yote kwa yote sisi tunamheshimu sana Stade Malien kwa uwezo mkubwa aliuonesha katika mechi ile dhidi ya Esperance, lakini sisi tulijua baada ya kufanya overall tathmini kabla ya mechi kuanza, tulijua ya kwamba tunakutana na timu za aina gani. Tulisema wazi tangu mwanzo ya kwamba hatumchukuli poa Stade Malien, na wala hatumchukuli poa Petro di Luanda, na wala hatumchukuli poa kabisa Esperance, kwa sababu ni timu zinazoonekana kuwa zimejipanga vilivyo na ni timu ambazo zinaonekana kuwa ni ngumu. Yapo watu kwa kuwa hawazifahamu sana wanazichukulia poa, lakini kiuhalisia ni kwamba ni wapinzani wagumu sana ambao tunakwenda kukutana nao. Kitendo cha kuchukua alama moja pale Tunisia kinatuongezea sisi mlima mkubwa wa kupanda mbele ya Stade Malien, kwa sababu pamoja na uzuri aliokuwa nao na alivyokuwa anajiamini Stade Malien, lakini tunaamini sare ile aliyoipata dhidi ya Esperance imemwongezea confidence zaidi katika hii michuano. Kwa hiyo tunakwenda kukutana na Stade Malien ambaye confidence yake imeongezeka. Tunakwenda kukutana na Stade Malien ambaye anaamini ana uwezo wa kupata alama 3 nyumbani kwake kama ameweza kupata alama moja katika uwanja wa ugenini. Kwa hiyo tunakwenda kukutana na mpinzani mgumu sana, lakini yote kwa yote sisi tumejiandaa vyovyote iwavyo twende tukapate matokeo mazuri pale nyumbani kwake, na hiyo inawezekana kwa namna ambavyo timu inakabiliwa na mechi ngumu kweli. Inakuwa ni ngumu mchezaji ambaye amekaa nje ya uwanja kwa matibabu kwa miezi 2-3 arejee tu uje umpatie mechi mfano mechi dhidi ya Petro ama mechi hii dhidi ya Stade Malien.
bado confidence yake iko chini kwa sababu ametoka kwenye majeraha makubwa, bado fitness yake haijakuwa ya 100%, na kwa mantiki hiyo basi option iliyopo ni kumuingiza taratibu kwenye kikosi. Ndio maana unaona mechi ya kirafiki dhidi ya JKT Tanzania alipata dakika za kucheza kwa sababu ni mechi ya kirafiki, inamsaidia yeye mwenyewe kurejesha confidence yake, inamsaidia kutafuta match fitness pamoja na physical fitness. Sasa huwezi kumtoa mchezaji ambaye ndio kwanza ameanza kujitafuta alafu kaja kumpachika kwenye mechi kama hii ya Petro di Luanda ama mechi kama hii ya Stade Malien. Kwa option nzuri zaidi kwa ajili ya kumsaidia mchezaji mwenyewe Bajaber aweze kuingia taratibu kwenye kikosi ni kufanya mazoezi kwa muda mrefu zaidi, na endapo unapata mechi ambazo hazina uzito mkubwa ndipo ambapo unampa nafasi dakika zake anacheza mpaka pale ambapo muda utafika na kukabidhiwa mechi kamili ambayo zitakuwa ni mechi ngumu kama hizi ambazo tunashiriki kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Kwa mimi nichukue nafasi hii kuwaambia wana Simba wasiwe na haraka, wasiwe na pressure. Unaweza ukamlazimisha kadri unavyoweza kumlazimisha acheze kwa sababu tu watu wanamsubiri ama watu wanashauku naye, alafu akaingia uwanjani akaanda perform kwa sababu ya hofu ya majeraha alotoka kutibiwa, ama akaingia uwanjani akapata jeraha kubwa zaidi akakaa nje kwa muda mrefu zaidi. Maamuzi yanayofanyika ni maamuzi sahihi sana ambayo yamezingatia ushauri wa kitabibu ya kwamba mchezaji akitoka kwenye injury kubwa kama hiyo, mchezaji ambaye amekaa nje kwa muda mrefu, iko namna yake ya kurejea kiwanjani taratibu. Sio tu kwa sababu ya hamjamuona muda mrefu, basi Petro di Luanda hawa hapo Bajaber na yeye unampa nafasi anaingia mle kutokana na kutokuwa fiti kwa 100%, anafika mle anaumia tena, anajitonesha ama anashindwa kuperform kwa sababu fitness yake aliyokuwa nao yeye na wachezaji wengine ni tofauti sana, kwa sababu hawa wengine tangu mwezi wa 8 huku wanacheza mechi, huyu ndo kwanza mwezi wa 11 huu anaanza kujitafuta taratibu. Kikubwa ni subira tu kwa wana Simba, atacheza tu Bajaber na tutafurahia matunda yake. Ahmed, kuna video ilikuwa inasambaa ya kocha mara baada ya mchezo uliopita dhidi ya Petro di Luanda, mashabiki wengine wakiwa ni kama wanazomea hivi mara baada ya mchezo kumalizika. Hii kwako video kwanza binafsi uliiona na ilikupa picha gani baada ya kuiona, lakini pia una neno gani kwa mashabiki kuhusiana na meneja Pantev? Kwanza kikubwa mashabiki wa Simba wanapaswa kuwa wastahimilivu. Hiko ndio kitu cha msingi sana. Wanapaswa kuwa na uelewa mkubwa na mpira wa miguu. Mpira wa miguu na matokeo hayo ya kufungwa. Na unapoishangilia Simba ama unaposhangilia mpira, lazima uwe na akiba hiyo kwamba siku fulani mimi nitafunga. Inawezekana ikawa ni siku unayojua ama siku usiyojua, lakini hiyo siku ya kufungwa ipo, kwa sababu timu isiyofungwa duniani hapa haipo. Kuna siku utafungwa nyumbani kwako, kuna siku utafungwa away, lakini utafungwa tu. Hiyo ndio jambo ambalo kila mwana Simba anapaswa kulielewa. Tusiufanye mpira kama mchezo ambao tumeuanzisha sisi kwamba lazima tutashinda tu iwe wavyo, na tusijipe ukubwa unaopitiliza. Ni kweli ya kwamba timu kubwa haitakiwi kupoteza, lakini tukipoteza kila mtu lazima atambue kwamba maamuzi ya mpira yameamua hivyo. Hii leo ukiangalia timu kubwa zote duniani weekend iliyopita, hii leo tunakwenda kwenye UEFA Champions League, watu wamefungwa. Hakuna ambaye alitegemea yale ambayo yametokea. Tumeona kilichotokea kwa Barcelona, kilichotokea kwa Liverpool, kilichotokea kwa nani yule Bayern Munich. Zote hizo ni timu kubwa ambazo zimefungwa kwenye michuano ya Ulaya. Kuna Simba kufungwa lazima itatokea tu katika maisha yetu ya mpira wa miguu, hata kama itakuwa ni Benjamin Mkapa, ili mradi utafanya makosa ya kiwanjani lazima utaadhibiwa. Sasa nini kinafuatia? Baada ya kufungwa, nakaa chini naangalia kwa nini tumefungwa.
tumekosea wapi, na baada ya hapo mnajirekebisha tena kuelekea katika mechi inayofuata. Ingekuwa ni mechi ya mwisho hii ndio tumefungwa na tumekosa nafasi ya kwenda hatua inayofuata, hapo tungeweza kuchapana hata viboko. Imekuwaje bana, mnyama amefungwa ameshindwa kwenda hatua inayofuata. Lakini ni mechi ya kwanza, tumepoteza mechi ya kwanza. Mbele yetu tuna mechi 5 zinatusubiri. Mbele yetu kuna pointi 18. Katika hatua ya makundi kuna pointi 18. Simba tumepoteza alama 3. Tumebakisha na alama 15 za kuzipigania. Sasa ukiangalia tuliopoteza ni alama chache, zilizobaki mbele yetu ni alama nyingi zaidi. Tukianza hivi sasa kila mmoja kutoa sauti yake, huyu akisema vile, huyu akisema hivi, huyu akisema vile, ni rahisi mno kujipoteza katika mtiririko, ni rahisi kujitoa katika lengo, na hatimaye unajikuta mnafanya vibaya hata katika mechi zinazokuja. Mimi rai yangu kwa wana Simba, matokeo mabaya tumeyapata, hayaepukiki. Sometimes huwa yanatokea, haijalishi tunayapenda ama hatuyapendi, lakini imeshatokea. Baada ya kupata matokeo hayo mabaya, nini kinafuata? Ni kujipanga upya. Kwenye maisha unaweza ukaitengeneza kesho yako, lakini hata uwe mtaalamu vipi, huwezi kuibadilisha jana yako. Jana imeshapita, imeshaharibika, hakuna namna nyingine yoyote. Cha kufanya ni kuiangalia jana yako imeharibikia wapi, ili uitengeneze kesho yako. Kwa hiyo tuangalie zaidi mechi zinazokuja, tunavukaje hapo, tunapataje alama 15 katika alama 15, na baada hapo mnyama aende hatua ya robo finali. Na mimi niwaambie wana Simba, wala wasihamanike. Hii sio Simba ya kuikatia tamaa. Hii sio Simba ya kupagawa kwa kupoteza mechi moja. Hii sio Simba ya kupoteza focus kwa kupoteza mechi moja. Hii Simba ni lidude likubwa mno. Ni timu yenye uzoefu mkubwa mno. Ni timu ambayo tumeshapita kwenye changamoto kubwa na nyingi, na bado unasinzia Petro. Unasinzia. Nakuona wewe basi. Umenogewa. Unasinzia saa 9 hii baba. Unaizungumzia Simba nisinzie tena? Unaenjoy eh? Hii Simba bwana, nimeshapitia katika nyakati ngumu, nyakati nzito kweli kweli, na bado Simba yetu ikatoboa. Na hii sizungumzii zamani ya kina Mufulila Wanderers, naizungumzia Simba ya hapa katikati, watu wote wanaijua. Kwa hiyo tusisahau mema na ubora wa Simba, hasa kwenye kutufanya mabadiliko kuelekea mbele. Kwa hiyo wana Simba wala wasiwe na wasiwasi, Simba yao itarejea. Sisi hata tukipoteza mechi ya Stade Malien, bado tupo katika mstari wetu, kwa sababu mechi 4 zitakazobaki tuna uhakika wa kufanya maajabu hapo. Kwa hiyo wana Simba wala na wasiwasi, semaje? Mshingi na wasiwasi. Nasema hata mkipoteza, hata kama inatokea tunapoteza mechi na Stade Malien, bado Simba hii tunayo ujasiri wa kusema ya kwamba tuna uwezo wa kufuzu robo finali kwa kutumia mechi 4 ambazo zitakuwa zimebakia. Na haya sio mambo ambayo tunazungumza kutoka kichwani kwenye ndoto za Alinacha, ni mambo ambayo tunazungumza kutokana na historia na ubora tuliokuwa nao Simba Sports Club na uhakika wa matukio yetu. mnyama anaenda robo finali. Bila shaka hatujawahi kuishia hatua ya makundi. Hata tukiwa tuna wakati mgumu kiasi gani ama hatuko vizuri kiasi gani, lakini sisi kuishia hatua ya makundi ni mwiko kwetu. Kwa hiyo tunajua nini cha kufanya, tutakifanya, na mnyama ataenda hatua ya robo finali. Hilo wala halina mashaka hata kidogo.